Mtaa wa Eastleigh, eneo la Mlango Kubwa hapa Nairobi, juhudi za kupambana na uhalifu zikielekezwa hadi ndani ya magari ya usafiri, wasafiri wakilazimika kuyashuka ili kuthibitisha uraia wao, kitambulisho cha kitaifa kikiwa silaha kuu kwa uhuru wa yeyote. Sasa ningetaka kusupport kila Mkenya awe akibeba kitambulisho kama hiki na sio mzigo. Kubeba kitambulisho ningesema ni vizuri sana, ili iweze kujulikana kweli uko na mwangaza mzuri wakati unatembea katika nchi yetu ya Kenya. Maafisa hawa ambao ni miongoni mwa maafisa 2209 waliohitimu kutoka chuo cha Kiganjo wahakikisha kuwa ulinzi unadumishwa. Waliokosa kuwa na vitambulisho walielekezwa kwenye gari hili. Ni operesheni ambazo licha ya kuwa zinanuiwa kuboresha usalama, baadhi ya wafanyabiashara wanahisi kuwa kwa upande mwingine biashara zao zinaathirika. Sijabeba hata mteja mmoja, lakini mambo ya customer wanakupigia simu, saa zingine anakuuliza kama kuna operation, ukiwaambia hapa mlako kuna operation, wanazidi kukaa kwa nyumba hawatoki. Nasema hii operation ina affect biashara juu watu wengi wanaogopa kukuja hii side juu ya makalau. Huku hayo yakijiri, Rais Uhuru Kenyatta katika hafla ya kuzindua ndege ya kipekee ya Dreamliner katika uwanja wa Jomo Kenyatta ametoa wito kwa wananchi na jamii ya kitaifa kuungana katika vita dhidi ya uhalifu. Rais alikutana na Rais wa Somali Hassan Sheikh Mohamud. Vilevile suala la usalama lilizidi kupewa kipaumbele katika hafla ya mazishi ya Veronica Osinya kule Namboto katika kaunti ya Busia, aliyeuawa kufuatia shambulizi la kigaidi katika kanisa kule Mombasa yapata majuma mawili yaliyopita. Tunataka mkubwa wa CID Bwana Muhoro, kwa vile yeye ndiye anachua siri vile terrorists wanaingia Kenya, wananunua watu wa CID, ndio CID isiendelee mashtaka na wao. We want President Uhuru umwachishe kasi mkubwa wa CID Bwana Muhoro. Kutukana rais si suluhisho ya hii shida. Kusema Kimaiyo afutwe kazi ama Ole Lenku afutwe kazi, hiyo sio mwisho wa hii shida. Mambo ya usalama katika nchi ya Kenya haifai kujaribu kuchanganishwa na dini. Mhalifu ni mhalifu. Mwanawe marehemu Setrin Osinya aliponea baada ya kufanyiwa upasuaji wa kuondoa risasi kichwani. Benjamin Muriuki, Citizen Nipashe, Wikendi.